Ni sad majamaa. Ni sad. Unajua mimi upenda 50 Cent sana because 50 Cent huongea ukweli. 50 Cent usema yes hag mtu mungesede. Hata ali call out, I think ilikuanga ni Young Buck, sijui alionekana na mtu wa transparent ama transfluid. 50 Cent ameishi akisema story za PDD. Na kuna pali tu tuambiane ukweli, muheshimu wasanii wa Nigeria na wasanii wa TZ. Hawanaga tabia za ungesede. Mnajua wasanii wa Kenya ndio wako na tabia za ungesede Afrika. Na labda hata hiyo ndo swara inaharibu industry yetu. Tabia ya ungesede Afrika imejaa na wasanii wa Kenya. Na mnasikiaga tuko na wasanii wengi ni wangesede. Ni ile tu haja come out. Because mimi siwezi hug. Mimi naweza hug mwanaume ni mngesede na sijui. Si hiyo hug ile hey boys bro. Unajua kuna watu ni wangesede na wasemi naweza mwagile one love yo. Sijui yeye ni mngesede. Lakini bro unajua mse ako na Mercedes amevaa dress na una mag siwezi. Hata event unajua mimi nashangaa. Tusijudge mtu because ameamua tumjudge. Says wacha hiyo mngesede hapana, but akiamua kwa mngesede msimbuli. Na hata usiende kwa hiyo page yake uandike wewe ni mngesede nini, achana Mimi nashangaa hata na wanaume ufollow huyu mwanaume anaitwa Kinuthia. Ati kuna wanaume mnajua mkienda kwa social pages za Kinuthia kuna wanaume wamemfollow. Mimi sijaienda mbele ya Mungu. God is my witness. Sijaienda kwa page ya Kinuthia ati niangalie life yake niende. Sijawahi. Mkutana na video za Kinuthia hivi vile na follow BTG na scroll naona Kinuthia hapo. Ama na follow Plug TV na scroll naona Kinuthia, lakini sijaienda kwa page ya Kinuthia. Sasa imagine kuna wanaume wamefollow Kinuthia. Kama umefollow Kinuthia wewe ni mngesede. Sawa. So mi point yangu ni watu wanafaa tu kuachwa wafollowiwe na wangesede, waitwe events za ungesede. Huyu msanii huyu anaitwa nani huyu msanii amehag Kinuthia lakini ni mchamba. Si alikuwa anachunga ng'ombe huko kwa msitu. Ndio akakuja. Huyu msanii si mnajua ni wa kukam. Huyu anajiitanga msanii wa dancehall. Ampiga Kinuthia kingine safi. Amesikia mzuri hapo kwa hiyo hug. Si bro. Mimi naamini Kenya. Mimi hata kuna wengine sitakagi kuongea story zao, lakini najua ni wangesede. Na wachanga tu sitakagi kuwapatia hiyo platform nianze kuambia ati na nini mngesede, sitakagi wasanii wengine. Na nyamaza tu hadi ile siku wata come out vile Chichiman ali come out. Hii ni tabia gani majamaa? Yani industry ya Kenya ni dirty. Pathetic. Imagine umse anaitwa show ya nini? Wache niwaambie. Ukiona umse ameitwa show, mtu amemuita show, sawa, ana support ungesede. Bro, ukiita mwizi kwa event, si una support huyo mwizi na uwizi? Tuambie nini ukweli? Hiyo kitu unaisupport. Huwezi ita mtu kama huyo kama usupport kitu anafanya. Hiyo tu ndo mimi nitasema. Mimi sina issue na mtu. Mimi ati nafanya event naita Kinuthia aje. Mimi nimesema naweza ita wanaume. Labda ni wangesede na sijui. Unajua hata ungesede ya Chichiman afadhali. Chichiman uvatrao. Mimi ndawaambia tu kweli. Chichiman uvatrao. Kipara uvatrao. Kinuthia hukupigia dress. Mashallah. Huyu msanii Masai amesikia vizuri sana, amepatiwa hapo hagi ya kipede she. Yaani alafu unaongea bro, tuambia nini ukweli? Mimi naongea na Kinuthia nini? Na siku ubaya. Naongea na Kinuthia nini? Tuambia nini tu kweli? Ati sasa mimi nimekaa hivi tunapigana Kinuthia story Azi. Tuambia nini ukweli mimi kuna zingine Unaona? Zingine tu hapana. Kuna watu wanasupportingi ungesede hapa Kenya na kuna watu ni wangesede. Na hizi ndo swara zinazuia hata industry yetu haigrow. Mshasikia vitu kama hizi TZ na wauliza. Wa TZ kwanza wanaweza kuani hata umefungwa huko jela. Mshasikia vitu kama hizi hata Jamaica. Hizi ni vitu zinafanyikaga huko USA. Na hata USA wale wasanii wanakujaga wangesede ni wa kitambo akina Elton John. Yaani ni watu wa kitambo wazae. Hawa new artist hawakujangi na tabia za ungesede.
Na new artist hawapendangi tabia za ungesede wa US. Sawa? New artist wa US hawapendi tabia za ungesede na wajiassociate na wangesede. Ni watu tu wa movie. Na watu wa movie ndio wanapenda hiyo ungesede sana ma actors. Lakini wasanii zi. Gini hapa Kenya. Masai amehag. Anamfinya hivi ati huyu kijana amevaa dress. We, mimi guy, Mungu anisaidie nisiwahi jipata places ka hizo. Ndio nawaambia watu wote na goja Sauti Socks wafanye ile event yao ya Disemba ya ungesede. Ukienda hiyo event wewe ni mngesede. Kipara naye aliwaruka. Nilifurahi. Kipara alinijengea siku. Lakini Kipara aliprove na kuanga right. Simuliona vile Kipara alifanya. Anakuja anawaambia, "Oh, serikali mbaya," na yana alipwa na gava. Ufala. Si usimame na standi yako kama mwanaume. Lakini si mnajua ni madem tu ndo saa nyingine wanakuanga hivi na wanakuanga hivi. Na Kipara si mnajua ako side A na side B. Ni sad. Niambieni ujamaa anaitwa event kama hii ya nini? Na nasikia kuna wasanii wale walikuwa na perform kwa hiyo event ni watu wameimba ngoma za God. So najua ndo maana wasanii wengine wanaanguka, because nimekuja kunotice wasanii wengine wanaimba tu ngoma za God ili wapate show na waonewe huruma, lakini kwa roho zao sawa hawana hiyo nafsi ya kupenda Mungu, because unaweza kosa kuokoka. Mimi huambia kila siku hakuna mtu ako perfect. Unaweza kuwa na maishu zako 2-3, lakini kuna line nyingine hatucrossigi. Hata mimi narudia siko perfect. Na kuanga na dhambi 2-3, hata wewe unaniwatch unajuaga tu kuna kitu inakusumbuanga kwa hiyo maisha. Lakini kuna line huwezi cross kama mwanaume. Kama wewe ni mwanaume unaniwatch na uko hivi, wewe si mngesede. Unajua unakuanga tu na madhambi. Jesus peke yake ndo mtu perfect ashaikanyaga hii life tunaishi kwa earth. So Jesus peke yake ndo perfect. Sisi, mimi, wewe, nani, kazi zako, sisi wa perfect. Kuna kakitu tu inatusumbuanga na tunaombanga God. Nisaidie God hii kitu iache kunisumbua, nikuwe mtu better mbele ya macho zako na mbele ya macho ya binadamu. Lakini kuna line hatucrossigi. Line ya ungesede zi. So mimi nawaambia tu mjue. Hawa wasanii mnawaangalia hivi, wengine ndo wanatuletea swara kwa industry yetu. Ni wangesede. Mimi nawaambia hata hawa wasanii wa nje ya Kenya huangalia hivi Kenya na wanatudharau tu juu ya tabia za wasanii wetu. Wasanii wetu wengine hutuaibisha mbaya sana. Hiyo nawaambia wasanii wetu hutuaibisha, nyinyi hamjui. Nyinyi hamjui. Bro, saa hii nikikuona umekaa na Madara. Ule mseni Madara, kila mtu anajua ule mseni Madara. Unamsalimia, unamhug, unapiga naye story, mnacheka, mna catch up. Uko na namba ya huyo Madara. Bro, wewe pia wewe ni Madara. Tuambianeni ukweli. Sasa nikikuona unaongea na mwizi wa gari, mnakutanaga, unambeba kama uko na gari, mnapiga round mtaani, pia wewe ni mwizi wa gari. Bro, alafu unajua kuna ile wewe umeitwa event, ukakutana na mtu mngesede. Ndio wewe usikue mrude. Kuna ile hype umetengeza. Unajua because pia wewe ni mtu unajulikana kwa community. Kuna ile hype unatengeza. Lakini bro unaenda hadi huyu mzee huyu Masai sinamuonaga akifanya video zingine alikuwa amekaa kwa sofa yake hapo hivyo. Hadi unajua mzee unikatia saa nyingine hadi 2026 tupunguze advice. Shut up. Wewe unajua nini wewe? Mimi hata stories zako sitakangi kuongea, lakini najua wewe ni mtu wa ufala. 2026 tupunguze advice. Wewe nyamaza. Unaakaje hivyo? Show me your friends. Show me your friends. Mnajua hiyo saying? Nionyeshe mabeste zako ni nani na kuambia wewe ni nani. Tunaweza kuwa tumepata na event. Hiyo nakubali. Unataka kuwa respectful as an artist kama public figure. Umeona watu wengi wale wanakuanga na views zile wewe ukubaliani nazo, because sisi wote tunakuanga na views different, lakini kuna zile views sisi wote sawa hatukubaliani nazo.
Unajua tunaweza kuwa na view different kwa chakula, ndio maana unaweza uliza mtu what is your favorite food, akuambia ugali matumbo, mwingine akuambie chapati kuku. Kuna watu, mimi mmoja wao, napenda sana githeri. Unaona, hizo ni views, lazima watu watofautiane, lakini hauwezi enda kuuliza watu wako na akili views zao kwa uwizi na tabia kama mada. Waseme mimi napenda mada. Mimi napenda watu wa kimadwa. Kuna views zingine tunajua. Ni za kifedule. So, mnaweza kutana event, unataka kuwa respectful, unaheshimu mtu mwingine hata kama haukubaliani na views zake. Umuone ndo ule, kama haja kuona unajificha. Lakini akikuona na mko kwa event, kamera zimewamulika, the best you can do ni ku wave tu. Unajua, au kui disrespectful. Lakini my friends, ni wapi mwanaume unahagivu mngesede? Mimi nataka kuomba hawa wasanii wa Kenya, wacheni kuharibu industry. Unajua sometimes wasanii wengine wa nchi zingine, Nigeria, Tanzania pia wamelaumiwa na uchawi. Uchawi ni mbaya. Lakini mimi ukiniambia katikati ya uchawi na ungesede, afadhali uchawi. Unajua hata dhambi mimi huambia zifanani. Hata ukiwa na kesi ukienda kotini, ule mtu ameiba, mtu amemada, mtu amefanya defilement, unajua hukumu zao ni tofauti. Hawezi judge the same. Dhambi hazifanani. Hawezi pimanisha ungesede na kitu yote. Bible inasema hiyo kitu ni detestable mbele ya Mungu. Mimi nashangaa mwanaume mzima wa industry yetu iko na maswara mob. Na mimi hata hizo vitu zote nimesema si point yangu ni kudiscourage young artist, na wa discourage na nitazidi kwa discourage. Wacheni kusikia wasanii wengine hapa nje. Wasanii wako na agenda mingi sana. Tumesikia story hadi ya wasanii wengine wanajaribu kurecruit wasanii wengine waingie kwa hiyo mambo ya ungesede. Ni sad sana vile nilisikia ile story ya Harmonize na Ibra, mambo ya chumbani. Yani ni sad sana. Si kitu fiti. Na ndo unaona Mungu pia amefungulia 50 njia. 50 ameishi akikata mambo ya ungesede. Angalieni ungesede pali imepeleka Didi. Didi sawa alikuwa anapenda hizo ma threesome, lakini unajua kama mwanaume penda hizo mavitu threesome iko na mademu wawili. Mimi nashangaa mwanaume unapendaje threesome demu moja sawa na wanaume wawili azi. Demu moja na wanaume wawili, hiyo ni threesome ya mdemu. Unajua kama wewe ndo mwanaume unatoa doo, yani wewe ndo kusema unafaa kuwa na mademu wawili. Lakini hiyo hapana. Industry yetu iko na shida majamaa. Na hiyo ni kitu moja industry yetu inapigana nayo. Hiyo ni kitu moja industry yetu ina fight. Mambo ya ungesede imeingia kwa industry yetu na inatulia industry. Ni sad. Ni sad sana. Ni sad. But nafurahi sahi at least wasanii tokeni. Msanii yoyote nikiwaambia kuna ungesede, kaeni mbali na yeye. Hivyo tu. Watu hao Kinuthia muacheni huko na page yake. Naweza sikia vibaya sana nikiona msanii naheshimu anafollow Kinuthia. Inaweza niuma vibaya sana. Naona kwa vitu zote zinaniuma because unataka kuona. Unanipata, unataka kuona. Ni sad sana majamaa. Ni sad. Hivyo ndo vile mimi naweza sema. Nimeona wangesede wawili walikuanga huko Mayolo wamefanya harusi. Na ni wa Kenya. Yani, mimi Mungu tu atusaidie. Hivyo ndo naweza sema. Na kitu ingine naweza sema ni tuombeni wale leaders wataingia saa hii wataban ungesede. Unajua wale leaders saa hii wataingia. Hiyo mambo ya ungesede watapigana nayo. Hiyo pia naweza omba sana. Watable vitu kama hizo pale kwa parliament, like ikwe unapatikana uko na ungesede unatimuliwa juju. Unaona vitu kama hizo zinaweza saidia sana nchi yetu because ya hiyo generation inakam. But unaona wase washatumia ujanja, wanataka kushika wasanii because wanajua wasanii, unajua wata influence watoi na mafans wao.
Ni sad. Ni sad. Mi sielewi vile mtu kama huyu anaitwa Event. Labda hata huyu ndo alifanya KRG akaanguka. Simuona vile KRG ameanguka kifedule, yani kishebedu manze. Ni sad. KRG ameanguka yani kuna watu wengine tu ni swara. Ni swara. Na mnajua si chocha, nasema ukweli, kuna watu wengine ni swara. Unafaa tu kukaa mbali nao because the moment umeweka hivi karibu mambo inaharibika. Ni sad majamaa. Ni sad. Hivyo tu ndo vile mimi naweza sema.